Imewekwa wazi kilimo cha mazoea kingalipo kikishuhudiwa kufanywa na baadhi ya wakulima wadogo, haswa kundi la vijana na wanawake, jambo linalopelekea matokeo ya mavuno yasiyokuwa na tija kwao. Taswira hiyo sio hali ya kuridhisha kwa chuo cha Benki Kuu ya Tanzania, na hivyo kuingia makubaliano na Shirika la Chakula Duniani WFP kwa kutoa mafunzo ya elimu ya fedha na kilimo biashara kwa wakulima wadogo kwa mikoa 8 chini ya mradi wa kilimo biashara. Mafunzo haya yalianzishwa baada ya kubaini changamoto ya wakulima wadogo, hasa vijana na wanawake, katika kufanya maamuzi yao ya kifedha. Walikuwa wanashindwa kufanya maamuzi sahihi ya kifedha kwa sababu kilimo ni ajira ambayo inahusisha mitaji. Ili ununue pembejeo unahitaji kuwekeza, ununue uweze kulipa vibarua, uweze kuweka gara, kujenga gara, hawatakulipia gara kulipia, unahitaji maamuzi ya kifedha. Tuligundua wananchi wetu wengi, hasa vijana na wanawake, wanakosa ufahamu na maarifa sahihi ya kufanya maamuzi ya kifedha. Sasa ni hafla ya kuhitimisha mafunzo hayo ambayo yalifanyika katika mikoa ya Tabora, Shinyanga, Mwanza, Singida na Simiyu, ambapo safari hii jumla ya washiriki 75 wamenufaika. CDOs au Community Development Officers 20 kutoka kwenye wilaya mbalimbali za Tanzania ambao nao wanashiriki mafunzo haya. Na hapo tuna partners wetu Seida, BRAC Maendeleo, Rikoto, Taha na Nafaka Kilimo ambao pia staff wao na wao watashiriki haya mafunzo. Mradi ambao tunatekeleza katika awamu 2. Kwa hiyo leo hii tunahitimisha awamu ya kwanza ambayo imechukua wiki 2 na juma mawili ya mafunzo. Tulikuwa na juma la kwanza ambalo lilikuwa ni mafunzo kwa njia online, tunasema ya masafa. Baadhi ya wakulima wameeleza umuhimu wa mafunzo hayo katika kuongeza uzalishaji wa mazao yao na kupata kipato cha uhakika. Nimejifunza vema jinsi ya kuweka akiba, matumizi sahihi ya fedha. Kuna vingi nitakavyoelimisha, kwanza kuhusu usimamizi wa fedha binafsi. Mimi binafsi sikuamini kama ningeweza kurudishwa darasani tena. Kwa namna tulivyokuwa tunaishi kijijini, sisi ni vijana tuliokuwa tumesahaulika sana. Sasa wamehitimu na kwamba tayari wamejengewa uwezo wa kutumia fursa za kifedha na masoko kwa ufanisi kupitia sekta ya kilimo biashara. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza.